Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikichukua jitihada mbalimbali katika kudhibiti usalama wa watumiaji wa barabara. Jitihada hizo zikiwemo kuimarisha mtandao wa barabara pamoja na kuweka miundombinu rafiki itakayopelekea kupungua kwa ajali za barabarani. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo, serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kamera hizo ambazo ni speed na radar kamera pamoja na CCTV kamera zimewekwa kwa kuzingatia sheria na miongozo mbalimbali ya kitaifa na kimataifa ya uwekaji wa kamera za barabarani. Ndugu waandishi wa habari, kwa kuanzia, kamera hizi zimefungwa katika maeneo mbalimbali ya barabara za mjini hapa Zanzibar. Hata hivyo, zoezi la ufungaji wa kamera linaendelea katika maeneo mengine yakiwemo maeneo ya watembea kwa miguu, maeneo ya vituo vya mabasi pamoja na maeneo ya makutano ya barabara. Kamera hizi zina uwezo wa kurekodi taarifa za makosa ya vyombo vya moto na watembea kwa miguu, ikiwemo mwendo kasi, matumizi ya simu, kuto kuvaa mkanda, kuto kuvaa kofia ngumu, upakiaji mbaya katika pikipiki maarufu kama mshikaki, kuto kujali alama na ishara za usalama barabarani. Aidha, kamera zina uwezo wa kutambua chombo ambacho hakijapasishwa, hakijakatiwa bima au kina madeni ya maegesho. Kwa kamera hizi zina uwezo mkubwa, makosa hayo yote yataweza kunaswa na kamera hizi, na yakinaswa basi hatua zitachukuliwa za kisheria. Taarifa za makosa yatakayochukuliwa zitatumwa moja kwa moja kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi iliyosajiliwa kwa chombo hicho. Hivyo ni waombe wananchi wote wanapouza vyombo kuhakikisha wanafanya uhaulishaji ili kuepuka usumbufu wa ujumbe utakaotumwa baada ya chombo kufanya makosa barabarani. Tunajua kwamba watu wanauziana vyombo, lakini ule utaratibu wa kisheria wa kuhaulisha vile vyombo kwenda kwa jina la mtu mwingine na registration ya mtu mwingine kwa chombo hicho, baadhi ya wakati na baadhi ya watu huwa hawafanyi. Sasa wasipofanya hivyo, kamera hizi zitamtambua yule mmiliki wa mwanzo ambao kasajiliwa ndani ya chombo hicho. Kwa hivyo taarifa ya makosa yake yatakwenda kwake wakati tayari chombo ameshauza. Kwa hiyo tunahimiza hapa wananchi wachukue hatua hizo za kuhakikisha kwamba wanapouza vyombo wanavihaulisha mara moja, ili yule mhusika hasa aweze kuambatanishwa na makosa ya chombo hicho yatakayofanyika barabarani. Ndugu waandishi wa habari, kamera hizi zimefanyiwa majaribio kuanzia tarehe 1 Julai 2026 ambapo madereva waliofanya makosa wamekuwa wakipatiwa ujumbe wa kuonywa juu ya tabia zao barabarani. Kwa kutoka tarehe 1, wakati tumefanya majaribio, kuna baadhi ya madereva waliokuwa wakifanya makosa barabarani walikuwa wanapata ujumbe, na tunasikitika kusema kwamba kulikuwa na makosa wastani makosa 500 kwa siku ya barabarani katika kipindi hicho tu cha kufanyiwa majaribio. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, kwa upande mwingine, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi imeweka kamera kwa ajili ya kunasa matukio ya matumizi mabaya ya hifadhi ya barabara kama vile kuegesha
na kuendesha vyombo vya moto katika maeneo ya watembea kwa miguu. Kamera hizi pia zitatumika na mamlaka nyingine za serikali kwa ajili ya udhibiti wa uchafuzi wa mazingira na usalama. Kwa hiyo pia kutakuwa na kamera katika yale maeneo ya hifadhi, lakini maeneo ya wapita kwa miguu, na kama ilivyo sheria, hairuhusiwi kupandisha magari, kuegesha katika maeneo ya wapita kwa miguu, wala kuendesha vyombo katika maeneo hayo yaliyowekwa maalum ya wapita kwa miguu. Uwezo wa vigae vile vilivyowekwa pale hauhimili uzito wa magari ambayo yanapitishwa hapo au vishindo vinavyoweza kutokea kwa kuendesha vyombo vya moto katika maeneo hayo. Lakini pia ikumbukwe kwamba maeneo haya ni kwa ajili ya watu wanaotembea kwa miguu, kwa hivyo kuna hali ya usalama wao. Sasa pia katika maeneo hayo maalum kamera zimewekwa ili sasa kuwanasa wale ambao watakuwa wanatumia vibaya maeneo ya maegesho, lakini pia maeneo ya watembea kwa miguu. Kwa hivyo hii ni tahadhari kwa wananchi. Tunawapa taarifa rasmi kwamba kuanzia tarehe 1 Agosti 2026 kamera hizi zitakuwa zinafanya kazi, na yoyote atakayenaswa kuanzia tarehe hiyo hatua za kisheria zitachukuliwa. Kama nilivyosema, ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, kutokana na kukamilika kwa zoezi la majaribio ya matumizi ya kamera hiyo kuanzia tarehe 1, narudia, Agosti 2026, Wizara kupitia Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani itaanza kutoa adhabu kwa maana ya fine kwa kutumia kamera za barabarani, na dereva yoyote atakayefanya kosa la barabarani kama ilivyotajwa katika sheria atalazimika kulipa faini hizo, na atalazimika kulipa faini hizo si zaidi ya siku 14 tokea kupata taarifa, tokea kujulishwa, si zaidi ya siku 14. Na akishindwa kufanya hivyo, mamlaka itamchukulia hatua kwa mujibu wa sheria. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, niwaombe watumiaji wote wa barabara kuheshimu sheria za barabarani na kuepuka kufanya makosa ili kwa pamoja tuweze kufikia lengo la kupunguza ajali za barabarani.